Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linamshikilia mwanafunzi wa mwaka wa kwanza wa chuo kikuu cha sayansi na teknolojia Mbeya MUST, Emilian Joseph Duzu kwa tuhuma za mauaji ya mwanafunzi mwenzake wa chuo hicho mwaka wa 3 Gerald Philbert Saidi. Taarifa iliyotolewa kwa vyombo vya habari na kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Benjamin Kuzaga, imeeleza kwamba tukio hilo limetokea Juni 14 saa 11 kamili alfajiri katika klabu ya Mbeya Pazuri, ambapo mtuhumiwa alimjeruhi Gerald Philbert Saidi ambaye kwa sasa ni marehemu kwa kumchoma na kitu chenye ncha kali tumboni. SACP Kuzaga amesema uchunguzi wa awali umebaini kuwa chanzo cha tukio hilo ni ugomvi uliotokana na ulevi wa kupindukia wakiwa eneo la ndani ya klabu hiyo, ambapo walinzi waliwaamudu, na ndipo mtuhumiwa alitoka nje na kuelekea eneo la maegesho. Alipokuwa ameegesha gari, ndipo Gerald Philbert Saidi ambaye kwa sasa ni marehemu alimfuata kwa lengo la kuendelea kugombana, ndipo mtuhumiwa alimchoma na kitu chenye ncha kali. Hii ni ABT Media na mimi ni Irene Nzifu. Kwamba jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linamshikilia mwanafunzi wa chuo kikuu cha sayansi na teknolojia Mbeya, yani MUST au Mbeya University of Science and Technology, ambaye ni wa mwaka wa kwanza, anaitwa Emilian Joseph Duzu mwenye umri wa miaka 21. Huyu anashikiliwa kwa tuhuma za mauaji ya mwanafunzi mwenzie wa chuo hicho wa mwaka wa 3 ambaye anaitwa Gerald Philbert Saidi mwenye umri wa miaka 22. Ni kwamba Juni 14, 2025 majira ya saa 11 alfajiri huko katika klabu iitwayo Mbeya Pazuri iliyopo jijini Mbeya, mtuhumiwa Emilian Joseph Duzu alimjeruhi Gerald Philbert Saidi miaka 22 ambaye kwa sasa ni marehemu kwa kumchoma na kitu chenye ncha kali, na alimchoma sehemu za tumboni, hali ambayo ilimpelekea huyu mhanga au ambaye ni marehemu kwa sasa kukimbizwa katika hospitali ya rufaa ya Mbeya kwa matibabu. Lakini ilipofika majira ya saa 7 za mchana, Gerald Philbert Saidi aliweza kufariki dunia. Kwa hiyo uchunguzi wa awali umebaini kuwa chanzo cha tukio hili ni ugomvi uliotokana na ulevi wa kupindukia wakiwa kwenye eneo hilo la ndani la klabu hiyo ya Mbeya Pazuri, ambapo walinzi baada ya kuona ugomvi huu umezidi waliweza kufika pale, yani mabouncer, na kuwatenganisha na kuwatoa nje, lakini bado waliendelea na ugomvi huo, na ndipo ilipelekea huyu wakiwa kwenye maeneo ya maegesho walipelekea kumuona huyu Emilian Joseph Duzu akichukua kitu chenye ncha kali na kwenda kumchoma huyu Gerald Philbert Saidi ambaye kwa sasa ni marehemu, na alimfuata kwa lengo la of course huyu Gerald Philbert Saidi ambaye sasa baada ya kuamriwa aliendelea kumfuata huyu mtumiwa ili kuendelea na ugomvi, na ndipo alipoweza kuchoma na hicho kitu chenye ncha kali. Kwa jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linatoa wito kwa baadhi ya wananchi wanaojihusisha na vitendo vya uhalifu kama hivi ambavyo nimetaja, vya kutengeneza silaha kinyume na utaratibu, lakini pia kujipatia risasi kutoka kwa watu ambao wanamiliki silaha na kwenda kufanya matukio kama haya ya uhalifu, wajue kabisa kwamba katika mkoa huu wa Mbeya hawana nafasi kama hiyo, kwani mkoa wa Mbeya tumejipanga vizuri kuhakikisha kwamba tunakabiliana na matukio kama haya ili yasiweze kutokea kwa wananchi. Lakini pia jeshi la polisi mkoa wa Mbeya lipo makini katika kuwashughulikia na kuwakamata kwa haraka sana watuhumiwa wote wanaofanya makosa kama haya. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linatoa wito kwa wanafunzi na kuwataka kuzingatia masomo zaidi kuliko kujiingiza katika vitendo hivi visivyofaa vya ulevi ambao unapelekea kuingiza katika hatari, na ikiwemo kama haya makosa makubwa.